Mimi ni David Rwekiza Runyagira, ni mtangazaji wa Wasafi, lakini pia ni mhariri mkuu pale. Taarifa za TMA kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kwetu sisi watangazaji ni za muhimu sana. Kwa mfano ukiangalia taarifa iliyopita ambayo asilimia 94.1 ni utabiri umekwenda kama jinsi ambavyo ulitarajiwa. Sasa ina maana gani? Watu wasikilizaji wetu na watazamaji wanaamini sana vyombo vya habari sana, na ndio maana sisi watangazaji ukisema hivi sasa ni saa fulani kamili, mtu anarekebisha saa yake kwa sababu wanatuamini. Kwa hiyo unapotangaza kwamba kutakuwa kuna kiwango cha mvua labda juu ya wastani, maeneo fulani kuna mvua itanyesha kwa wingi, na kuna maeneo fulani labda pengine unayataja kutakuwa kuna kiwango cha wastani na chini ya wastani, manake kutakuwa kuna upungufu wa mvua. Wananchi wakisikiliza kwenye chombo cha habari wanaenda kuambiana kwamba watabiri wa hali ya hewa kupitia chombo fulani cha habari tumearifiwa kwamba kutakuwa kuna mvua nyingi, kwa hiyo tuchukue tahadhari na kadhalika. Inapotokea kama ilivyotokea kwamba taarifa ziko sahihi, wananchi wanaamini chombo cha habari na utabiri na wenyewe unaaminika. Kwa hiyo watu wanaweza wakachukua hatua sasa zinazofaa kwa sababu wanaamini kilichotangazwa ni sahihi. Kwa hiyo kwetu sisi wanahabari, kusema kweli, tunapopata taarifa ambazo za utabiri zilizo sahihi, inaturahisishia sana kazi ya kuweza kuendelea kuonekana kwamba tunatangaza kitu sahihi na ambacho ndio kinatakiwa kwa maana ya public interest. Kwa kweli inaonyesha kwamba Mamlaka ya Hali ya Hewa pamoja na serikali, kwanza ni kwamba wamewekeza vya kutosha, na ndio maana wamekuja na huu utabiri wa 94.1 ambao ni ongezeko la 90 ambao ni ongezeko la 1.1, ambao kama mwanahabari sasa kwa sisi tunaona ni kitu kikubwa sana kwetu. Kwanza tunaaminika kwa jamii kwa sababu tuliandika baada walipotoa wao utabiri wa hali ya hewa, walisema kwamba kutakuwepo na vipindi vya ukavu, na kweli imekuwa hivyo na tumeandika, na tunapoandika na stori zikatoka hivyo, hiyo inatupa kuaminika kwa jamii na pia na kwa watu wa kawaida tu. Nichukulie mfano mimi. Kwa mfano nyumbani mimi wanajua kwamba naandikaga stori za Mamlaka ya Hali ya Hewa TMA. Lakini niliposema kabisa sema mbona mvua hamna kama ulivyosema kabisa. Yaani vyombo vya habari vinazidi kuaminika sana sana sana. Hii vinaaminika ni kwa sababu uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na serikali. Kwa hiyo kwa kweli hili jambo ni zuri sana, na naomba niwatie moyo tu kwamba waendelee hivyo hivyo, wasilegeze, ili na sisi endelee kutupa credible tunaoandika stories za namna hii. Kwa sababu zamani walikuwa wanasema tayari Mamlaka ya Hali ya Hewa wanasemaga vitu ambavyo sio vya uongo. Wanaweza akasema kutakuwa na mvua alafu mvua ziwepo. Wakisema inakuwa hivyo. Yaani kikubwa ambacho nakisema kwamba imetuaminisha na hiyo imetuheshimisha kama waandishi wa habari. Wale waandishi wanaandika habari za hali ya hewa, mimi nimekuwa mmoja wapo kwa kipindi kirefu sasa. Kabla Mamlaka ya Hali ya Hewa haijapata vifaa vya kisasa, changamoto kubwa kutoka kwa wale ambao tunawapa taarifa ilikuwa kwamba taarifa za Mamlaka ya Hali ya Hewa sio za ukweli. Yaani walikuwa wanasema mamlaka inawalisha matango pori, yaani wakitabiri mvua kwamba haitokuwepo, mvua ipo, au wakitabiri mvua hakuna, mvua inanyesha, wakitabiri kuna ukame hakuna. Kwa hiyo hii ilikuwa changamoto kubwa sana ambayo ilikuwa inatuathiri sisi kama waandishi. Tulikuwa hatuaminiki, yaani tulikuwa tunaonekana tunapeleka taarifa ambazo sio sahihi kwao, jambo ambalo sisi pia tumekuwa tukipata hizo taarifa kutoka kwa Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini TMA. Lakini nini kinachotokea sasa hivi? Sasa hivi hata sisi waandishi wa habari au vyombo vyetu vya habari ambavyo tunavifanyia kazi tumepata mwitikio mzuri sana kwa sababu taarifa ambazo tunazitoa ni sahihi. Taarifa zinakuwa sahihi kwa sababu gani? Mamlaka ya Hali ya Hewa sasa hivi imewezeshwa, serikali kama ambavyo imekuwa ikisema, imenunua rada 5 mpya ambazo hizi rada zinaisaidia Mamlaka ya Hali ya Hewa kufanya utabiri wake wa kisayansi wa uhakika. Kwa mfano, hizi mvua ambazo zilitabiriwa
hizi mvua ambazo zilitabiriwa mwezi Novemba na kudaiwa zitaisha mwezi Mei mwaka huu, utabiri wake umekuwa sahihi kwa 94.1%, kwamba maeneo yale ambayo yalikuwa yanapata mvua mara moja kwa msimu nimepata mvua, walisema mvua zitakuwa chini ya za wastani mpaka chini ya wastani. Kweli maeneo mengi ya nchi kama ambavyo nyinyi mmeshuhudia hakukuwa na mvua. Mvua zilinyesha tu kidogo hapa mwezi wa 12, lakini msimu mwingi wa kiutabiri mvua zile hazikuwepo. Lakini tumeona utabiri mwingine ambao umeutoa wakitoa tabiri za kipupwe. Tumeona yale maeneo ambao wanasema kutakuwa kuna baridi kali, tumeona yale maeneo ambao wanasema kuna joto kali, na hivi karibuni walitoa utabiri wa hali ya joto kipindi cha mwezi wa 11 kuja mwezi wa pili. Tunaiona hii hali, na kwa mujibu wa TMA ni kwamba joto la dunia kwa kipindi cha mwaka 2024-2025 liliongezeka kwa 1.1%. Kwa sisi hapa Tanzania likiwa limeongezeka kwa nyuzi joto 0.9, jambo ambalo kweli limetokea, na mpaka sasa watu wanashuhudia joto ambalo liko kali, na hii hali itaenda mpaka mwishoni mwa katikati ya mwezi wa pili huu tunaenda nao, ambapo sasa tunakaribisha ule msimu wa mvua za masika. Kwa hiyo utabiri unaotolewa na TMA kwa sasa hivi unatusaidia sisi wanahabari na vyombo vyetu vya habari kuaminika, kwa sababu wakisema leo Dar es Salaam kutakuwa kuna mvua kubwa inatokea. Wakisema leo kutakuwa kuna mvua chache, basi mji unakuwa na mvua chache.